na marafiki wengi Masai. Tabia za Kimasai si za kuua watu, na ni rafiki wa watu wengi. Sasa na wana mila zao za kukaa na majampia ama visu manini. Kwa hiyo ni lazima serikali na jeshi la polisi lifanye uchunguzi kuwadhibiti wale wenye tabia mbaya, kuwashughulikia. Ni kitendo ambacho sio kizuri kwa nchi yetu Tanzania, hasa kwa wageni. Serikali inafanya jitihada kubwa sana kushawishi watu wawekezaji waje. Sasa matendo kama haya yanakatisha tamaa, lazima yakomeshwe. Tunaamini jeshi la polisi litafanya kazi yake na sheria itachukua mkondo wake. Milioni 10 kuua mtu ni jambo la kusikitisha sana, na hawa watu ni lazima wakamatwe. Na sasa jeshi letu la polisi. Mtazamaji wa 69 Media TZ, ni majonzi na huzuni, na tunaomboleza kifo cha Mchina ambaye pia alikuwa ni mwekezaji hapa nchini Tanzania. Vilio, majonzi na simanzi vimetawala wakati mwili wa raia wa China Bao Zhengji aliyeuawa na walinzi wake ukifikishwa katika eneo lake la kiwanda Mabibo jijini Dar es Salaam. Bao Zheng ambaye alikuwa mkurugenzi wa kiwanda cha kuchakata makopo Xinlin aliuawa Mei 16 mwaka 2026 na watu wanaodaiwa kuwa ni walinzi wake, kisha kuondoka na kiasi cha fedha shilingi milioni 10. Mwili wa Ji unaagwa leo katika eneo la kiwanda chake maeneo Mabibo jijini Dar es Salaam. Lakini pia mdogo wa marehemu ambaye pia alikuwa karibu na marehemu, ambaye ni mdogo wa marehemu raia wa Kichina aliyekuwa mkurugenzi wa kiwanda cha urejeshaji bidhaa za plastiki Bao Zhengji, anafahamika kwa jina la Dennis Jerry, amesema akipata nafasi nyingine hatotamani marehemu angekuwa kaka yake, kwa maana kifo chake kitaendelea kubaki moyoni mwake na ana uchungu usioelezeka. Alizungumza hayo akiwa na uchungu moyoni, na aidha pia ametaka kuimarishwa kwa usalama na ulinzi wa kisheria kwa wawekezaji na raia ili kuhakikisha vitendo vya kinyama vinashughulikiwa ipasavyo. Lakini pia mmoja kati ya waombolezaji ambao wameshiriki kwenye kuomboleza msiba huu ni pamoja na mbunge Joseph Kasheku Msukuma, na aliweza kueleza namna ambavyo alimfahamu marehemu Bao Zheng, huku akidai kwamba mila Kimasai sio kwa watu, kwa hivyo kitendo hicho sio kitendo kizuri kufanyika. Lakini pia moja ya wafanyakazi wa kiwanda hicho ambaye ni muhasibu wa kiwanda cha Xinlin, Eva Sophie Michael, amefunga kuhusu tukio la kifo cha bosi wa kampuni hiyo ambaye adaiwa kuuawa na walinzi wa Kimasai wanaofanya kazi katika kampuni hiyo. Akizungumza kuhusu tukio hilo, Eva Sophie alisema chanzo kikubwa cha Wamasai hao kutekeleza tukio hilo ni tamaa baada ya bosi huyo kutoa kiasi cha shilingi milioni 10 za Kitanzania. Pia amesema bosi huyo alikuwa ni rafiki wa kila mfanyakazi, na ameeleza kuwa yeye amefanya naye kazi kwa muda wa miaka 5. Mtazamaji, uchunguzi wa tukio hilo bado unaendelea ili kubaini ukweli ni upi. Lakini pia katika msiba huo, mke wa marehemu Bao Zhengji ameonekana kufika msibani hapo na akiomboleza kwa uchungu pamoja na mwanae ambaye ni mtoto wake pamoja na Bao Zhengji. Tunatoa pole sana kwa familia ya Bao Zhengji, lakini pia kwa wawekezaji ambao wako wameguswa na msiba huu mzito. Mimi hapa ni Sam Baby, tunaendelea kukujuza yote yanaendelea ndani na nje ya Tanzania. Endelea kusubscribe, kubonyeza alama ya kengele.